Hapa ni katika kijiji cha Mawimairo, wilaya Babati, mkoani Manyara, ambapo kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia leo imeleta madhara makubwa, ambapo daraja linalounganisha kata mbili, kata ya Magugu pamoja na kata ya Kiru, katika kufuatia mvua kubwa ambayo imenyesha usiku wa kuamkia leo na kusababisha athari mbalimbali kwa wananchi ambao wanatokea kata ya Magugu kuelekea katika kata ya Kiru kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Tumezungumza na wananchi hao kueleza kile ambacho kimejiri usiku wa kuamkia leo. Mimi naitwa Ramadhani Hassani, ni mkazi wa kijiji cha Magugu. Lakini mara nyingi katika shughuli zangu huwa napita hii barabara mara nyingi kuelekea Kiru. Kama hapa yenyewe unaona kuna mzigo ndio nilikuwa naupeleka huko Kiru. Sasa kutokana na changamoto kama hii ya barabara, ndio kama hivi sisi ina maana tunaanza kupata adhabu ya kuanza kutafuta njia za kufika huko. Unaona? Kama hapa ina maana tayari ina maana sielewi naenda kuanzia njia ipi. Hii ya huku au nirudi nizunguke hivi ndio niweze kufika nilikokuwa naelekea. Unaona? Mimi kwa jina naitwa Idi Gisosi, ni mkazi hapa Kiongozi, na sisi ndio wakazi hapa. Kama unavyoona hii daraja hapa, kipindi cha mwanzoni hakuwaga hivyo, ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo ile mkandarasi ambaye amejenga alijenga tundu ndogo. Kwa hiyo maji iliweza kujaa na kujamu na kupushi na kuondoa hii. Kwa hiyo sisi ndio tunategemea makazi yetu hapa, ambapo unaona kama watu huku Msuna Kiongozi wanatoka hapo kuja kufanya kazi hapa. Kwa hiyo tunaomba serikali pia waendelee tena pia kujenga daraja nyingine ili waweze kuongeza matundu nyingine hapa, kwa sababu matundu madogo sana haya. Naitwa Nyerere Barie, ni mkazi wa hapa kampuni ya Krishna, na athari tuliyopata kwa siku ya leo ni kwamba tumekwama kazi zote za kampuni. Walinzi wa huku wanayekwenda kulinda mimea huku wameshindwa kuvuka, na wanayetoka kule kuja kulinda huku wamekwama. Kwa hiyo kwa ujumla ni hasara kubwa sana kwenye kampuni hii. Kwa upande wenu kama wananchi ni kwa kama wananchi vile vile tumeshindwa kupata nafasi ya kuvuka kupata kwenda kwenye shughuli zetu. Kwa mfano watu wa Mamairo wana mashamba huku na watu wa Kiongozi wana mashamba kule. Kwa hiyo wameshindwa kuvuka namna ya kuonana na kufikia kwenye makazi yao, wameshindwa. Athari hii inatokana na nini? Athari hii imetokana na mvua kubwa ya usiku wa jana kuamkia leo. Yaani ile mvua imefanya kupasua daraja, yani kutoa na kuchukua mmomonyoko wa kuondoa mawe ya upande huu yakazolewa, na kwa mambo mengine ambayo tunayoambiwa ni kwamba yule mkandarasi alifanya tu kufoji, maana aliweka udongo mwingi badala ya mawe. Mimi naitwa Ombe Kilonzo, ni meneja wa shamba la mwekezaji hapo shamba Zion. Anadeco. Ya. Tuambie ulishuhudia vipi ile tukio? Kiufupi ili daraja na matumizi makubwa kutoka wananchi wa upande mmoja kwenda kufuata mahitaji yao hasa Babati mjini. Na hii ni athari kubwa kwa wananchi ambao wanakaa kwenye kijiji cha upande wa huko wa Misuna na sehemu nyingine. Kwa hiyo athari zake zitakuwa kubwa endapo hatua za haraka zitakuwa hazichukuliwi. Na sisi pia kwa maana ya wawekezaji wakulima wa maeneo haya tunategemea daraja hili ambalo linatusaidia kufika maeneo ya shamba. Kwa hiyo kanuni moja ya mkulima ni kufika eneo la tukio. Kama huwezi kufika sehemu ya tukio, basi huwezi kutekeleza majukumu yako ya ukulima. Kwa hiyo ukichanganya wananchi katika zile athari ambazo watapata, hasa kupelekewa bidhaa katika maeneo hayo, na sisi wawekezaji, kwa hiyo tunajikuta kwamba tupo katika hali ambayo tunahitaji msaada wa haraka sana. Hata hivyo, meneja wa TARURA mkoa wa Manyara, Engineer Salim Bwaya, amefika katika eneo hili na kujionea hali halisi, ambapo ameeleza hatua zaidi ambazo zinakwenda kuchukuliwa ili kuboresha miundombinu hii. Naitwa Mhandisi Salim Bwaya, meneja wa TARURA mkoa wa Manyara. Kufuatia
mvua ambazo zimenyesha usiku kucha jana usiku zimeleta athari mbalimbali katika barabara zetu, ikiwemo eneo hili ambalo tupo. Asubuhi tumesambaa timu ya wataalamu na kupita maeneo mbalimbali, na sasa hivi ndo tumemaliza mchana huu, kwa sababu maeneo mengine yalikuwa hapitiki kufuatia magogo na miti ambayo imeanguka barabarani. Kwa hiyo tumemaliza zoezi la kuzunguka field. Tunarudi ofisini kwenda kufanya makadirio na kuchukua hatua za haraka ambazo tunaweza tukachukua. Kwa mfano kwa hapa ni maji kadri yanapopungua, tutaanza utaratibu sasa wa kupajaza, kwa sababu kama mnavyoona structure yenyewe, yani kwa maana box culvert iliyopo vizima kabisa. Kilichotokea ni kwamba maji yamekata pembeni na kuzoa na kukata mawasiliano. Lakini kwa upande wa wananchi, kwa kwenda Kiru 6 kwa sasa hivi, alternative route ambao wanaweza kuitumia wakati tunafanya utaratibu wa kurejesha mawasiliano upande huu ni kutumia njia ile nyingine ya kwenda Mbulu, ambapo kipande kile cha kati ya barabara yetu na TANROADS ni kizima. Kwa hiyo kwa kipindi hiki cha mpito, wananchi tunaomba watumie tu barabara ile kwa upande ule, na tutaanza kuchukua hatua immediately, kwa sababu kama nilivyoeleza tunaenda kufanya tathmini. Tunawasiliana pia na sisi na makao makuu yetu, lakini kiujumla sisi wenyewe tutaanza hatua za haraka kufukia huku, na maeneo ambayo miti imeziba njia nako tuta mobilize wataalamu wa kutumia chainsaw na nyingine kuweza kukata ile miti na kuweza kufungua njia. Kilichotokea ni matokeo ya uharibifu wa mazingira. Kwa upande wetu sisi, njia hii kuna watu wa viwanda, hasa viwanda vidogo vidogo vya mashamba na viwanda vidogo vidogo vya sukari, ambao wanakata miti mingi. Kama mnavyoona kuna magogo baadhi yapo hapa, lakini athari kubwa ya mazingira kuko juu ndio inasababisha haya yote. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ya kampeni zetu, na tunaendelea kuelimisha watu kwamba basi waendelee na utunzaji wa mazingira, tupande miti na ili kuhakikisha kwamba vitu kama hivi, mvua zinapotokea ambazo sio za kawaida, basi kuepuka athari kama hizi kutokuwepo au athari ziwe kidogo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.